ukiangalia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini na ziara ambayo amekuwa akifanya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli tunampongeza kwa sababu kama Watanzania inaonyesha wazi kwamba kuna eneo kuna changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye nchi yetu ina tafsiri kubwa sana kwa sisi ambao tunafuatilia. Tafsiri ya kwanza ni kwamba huko chini kwenye halmashauri na maeneo mbalimbali kwenye serikali yetu kuna ombwe la utumishi ndani ya serikali, kwa sababu kuna matatizo madogo na kuta kabisa ambao ni level ya watu wa chini kuyatatua yanamsubiri Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tafsiri yake ni kwamba watu wamegeuza kuajiliwa na serikali kama ni security tu, yani ni kulinda ajira zao, lakini sio kuwatumikia Watanzania. Sasa ni muhimu serikali tuangalie kama wenzetu wamekuwa na mentality hiyo, watumishi wa umma wamekuwa na mentality kwamba mimi nikiajiriwa na serikali niko salama, niko safe, sitafukuzwa, nitahamishwa kituo. Sisi kama serikali tunakuja na mbinu gani? Tunakuja na tafsiri gani katika eneo hilo ili kuondokana na hicho ambacho watu wamegeuza ni kichaka kwa sasa? Kwa sababu kwa kweli inatia aibu kuona waziri mkuu anaenda kutatua mambo ambayo yanatakiwa tatuliwe na mtendaji wa kata, mambo ambayo yanatakiwa tatuliwe na mtendaji wa kijiji. Posta Shemdoe, kakaangu Sangu, ni watu ambao najua ni brand zenu ni kubwa. Angalieni na namna gani tunaenda kutoa hicho kitanzi ambacho Tanzania na watumishi wa umma wamejificha hapo kwamba hawawezi kufukuzwa kwenye serikali. Na ndio maana mikoa inakuwa ni mingi. Licha ya serikali kukusanya fedha nyingi, zinaenda kupotelea huko kwa sababu usimamizi uko chini, usimamizi uko ovyo. Watu wanaanza kupiga dili tu na kuanza kupiga issues zingine za kutengeneza fedha, lakini sio kutatua matatizo ya Tanzania. Ziara ya Waziri Mkuu ni lazima itupe taswira na mwenendo mpya wa jinsi gani tunaenda kuendesha nchi yetu. Na ndio maana waliosisitiza wote kitengo cha monitoring and evaluation ni muhimu sana 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 sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hatutakuwa na monitoring and evaluation, Waziri Mkuu atapita, ataondoka, matatizo yatabaki pale pale. Kwa ni muhimu monitoring and evaluation, kila waziri yale ambayo Waziri Mkuu amepita ameangalia au kwenye utekelezaji wa budget yamejitokeza au kwenye ziara yamejitokeza, ni vema tukapata na majibu kwamba nini kimeendelea kwenye matatizo haya ili tuweze kusaidia. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo pia liko hata hapa kwenye bunge letu, kwa sababu wizara hii inahusika kwenye mambo ya sera na uratibu wa bunge. Sisi kama wabunge hapa ndani tunauliza maswali hapo, unaweza kauliza maswali mara 18 mara 20 hayapati majibu. Tafsiri yake evaluation na monitoring and evaluation hata ndani ya bunge haipo. Kwa ni lazima sisi kama wabunge lazima tuangalie, je, thinking yetu imeishia hapo? Tukiuliza maswali tusijibiwe kwa mara 16. Esther kasimama asubuhi kauliza, ameuliza mara 16 swali lake kuhusu stand, hadi leo halijapata majibu. Tafsiri yake kuna eneo lazima tuende mbele zaidi kwenye kutatua matatizo ya bunge, kwa sababu kama mimi nimeuliza maswali mara 16 bungeni kuhusu barabara ya kwenda Mbeya haijapata matatizo, tafsiri yake ni wananchi wa Makete wote hawajapewa majibu na serikali. Kwa ni lazima serikali ijue namna ya kwenda mbele, au bunge tutafute namna ya kwenda mbele. Kila waziri hapa ni lazima awajibike kutokana na maswali anayoyatoa, maswali anayoyajibu. Kuna mawaziri hapa atakujibu leo kwamba mkandarasi anatafutwa, kesho kuta atakwambia mkandarasi kafika site, likija bunge lingine atarudi pale pale atasema mkandarasi anatafutwa. Yani ninaenda rudi. Ni lazima pia hata sisi kama bunge tuwe na tathmini, tuwe na uwezo wa kufanya tathmini ya maswali ya wabunge hapa ndani, yameendelea nini, kinafanyika nini. Hivyo ndivyo tutatatua matatizo kwenye nchi yetu. Tofauti na hapo, mkisema hili bunge ni la 10, hili ni bunge la 14, sio la 13, sio bunge la 12, mtakuwa mnaumiza na nchi. Hatumuumizi mbunge, kwa sababu mimi nawakilisha wananchi wangu. Kwa ni vema pia wizara ya bunge, sera na uratibu, muangalie ni namna gani wabunge matatizo yao na maswali yao yanapatiwa ufumbuzi, kwa sababu yamekuwa yakiulizwa mara nyingi na hayapewi majibu, na waziri anaona kuja kujibu tu na kuondoka, amemaliza kesi, anaendelea na shughuli zake, Tunataka tutatue changamoto za Watanzania. Kama majibu harisi hayaji, kwa lazima brain yetu tuifungue. Kama tujaifungua brain, bunge letu litaendelea kuwa na ukomo wa kwamba bunge letu limeishia hapa kuuliza maswali hajajibiwa basi. No, ili bunge lazima liwe na meno, liwe na uwezo wa kuleta na kutatua hoja za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, huo ni mchango wangu kwenye eneo hilo la monitoring and evaluation. Serikali sio kwa na monitoring and evaluation ni serikali ambayo haitarajii kuwa na matokeo chanya, ni serikali ambayo haitarajii kuwa na matunda kwa Watanzania. Kwa hiyo ni vema tukaimarisha kitengo hicho. Mheshimiwa Rais anatoa matamko kila siku, Waziri Mkuu anatoa matamko kila siku, na nyinyi mawaziri mnatoa matamko kila siku.
Je, ni nini kinaendelea baada ya hayo matamko? Tusiishie tu kutoa matamko, lakini tuishie kwenye kuhakikisha kwamba utendaji unafanyikiwa na hayo mambo yanafanyika, kwa sababu ukienda huko atasema yule ni mwanasiasa tu ameongea. Lazima tuondoke kwenye hilo eneo, tuende kwenye kutatua changamoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Profesa Shemdoe, lazima tulifanyie kazi hilo eneo. Jambo lingine ni kwenye eneo la wananchi wa Makete. Sasa niweze kujadili wananchi wa Makete kuhusu barabara. Mheshimiwa Festo, Mheshimiwa Waziri anasimama. Taarifa tu mwenyekiti ndogo. Profesa Kitila Mkumbo, mchango mzuri sana wa wanafunzi wangu kwamba kuhusu swala la monitoring evaluation, nataka nimhakikishie kwamba serikali inao mfumo kamili wa ufuatiliaji na upimaji wa utendaji wa serikali, na ipo katika ofisi ya waziri mkuu, lakini pia ipo kwenye kila wizara na idara za serikali, ipo ndani ya Tume ya Taifa ya Mipango. Tunaweza kuboresha, lakini sio sahihi kuweka hoja ama kupeleka taswira kwamba serikali haina kabisa mfumo wa upimaji na ufuatiliaji. Na la mwisho, kwa mfumo wa bunge ambavyo unafanya kazi, maswali ambayo wabunge wanauliza ndani ya bunge hili na katika kamati zake, serikali lazima itoe mrejesho ndani ya kamati na katika bunge hili. Naomba kutoa taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Naamini Mheshimiwa Festo umepokea taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni declare interest, ni mwalimu wangu wa chuo cha Dar es Salaam kwenye political science. Kwa ninamheshimu na ninatambua alichosema. Kwa ninapokea hoja yako, lakini ninachokusisitiza ni usimamizi. Inaweza kuwa na sheria lakini usimamizi wake haupo na huko katika umakini. Kwa hiyo ninachokitafsiri, ninachokiomba hicho Profesa Kitile, katika michango yako ambayo unaichangiaga mingi inaonyesha kwamba kuna udhaifu wa usimamizi. Na moja kati ya mchango uliochangia juzi ulikuwa unaonyesha kwamba ndani ya serikali kuna vitaasisi vingi sana ambavyo vinakwamisha mambo kwenda kwa taarifa. Mimi ninataka nikusisitize kwenye hili kwamba sheria tunayo ya monitoring and evaluation chini ya za serikali za mitaa kwa marasi, lakini usimamizi wake haujawa na meno makali kuhakikisha kwamba haya madhaifu ambayo waziri mkuu anakutana nayo. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Festo Sanga, muda wako umeisha. Taarifa haingii kwenye hesabu ya muda wako. Dakika moja tu. Ni muombe Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya eneo la Makete, eneo la TARURA barabara. Tunakuomba sana utuongezee fedha ili barabara yetu iweze kujenga. Asante sana.